Bwana Yesu asifiwe. Ni siku nyingine tena imempendeza Mungu tuweze kuwepo tena katika studio hizi nzuri za Inland FM. Ninakushukuru sana mtangazaji wetu kwa mwaliko mzuri ambao umenipa kipindi tena siku ya leo. Nikushukuru ndugu msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja kila siku kama hii ya leo Jumapili, tukijifunza neno la Mungu ambalo ndio uhai na uzima wa ulimwengu. Unajua msikilizaji, neno la Mungu ni zawadi ambayo Mungu ameileta duniani ili tusipotee, kwa sababu ni utambulisho unaotuangazia sisi mioyo na mawazo kwamba tumeumbwa na Mungu na sisi ni sura ya Mungu. Ngoja ni ombe kwa ajili ya kufungua kipindi chetu cha leo ambacho Mungu ametupa nafasi ya kufika kwenye studio hizi za Inland FM 93.3. Tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru tena kwa ajili ya siku ya leo njema. Wewe ni Mungu umeifanya, na iweka wakfu siku hii na muda huu wa maneno yako. Naomba Roho Mtakatifu tawala kipindi hiki. Mtawale msikilizaji wangu, mlinde Bwana, mpe neema ya usikivu na uelewa wa yale ambayo Bwana umenipa, kupitia jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen. Nataka nikuletee tena neno la Mungu siku ya leo. Tulianza somo letu zuri kabisa ambalo linasema umuhimu wa kuzaliwa mara ya pili. Somo hili ni somo la baraka sana kama kila mwanadamu akalielewa, kwa sababu wengi wanadhani wanamwabudu Mungu katika roho na kweli, lakini ukweli asili yao haijabadilishwa. Yaani ni watu wa mwilini wasio na badiliko. Na somo hili napolileta kwako limelenga hasa uelewe wewe ni nani na asili yako ni nani. Hasa leo nataka nikuletee kipengele cha umuhimu wa kuzaliwa mara ya pili, sehemu ya pili, ambapo nitakuwa nikizungumzia asili yako hasa. Kwa asili, mwanadamu ana asili ya kiungu. Yaani mwanadamu aliumbwa kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu. Katika ile Mwanzo sura ya kwanza mstari ule wa 26, Biblia inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Nataka tu kusema kwamba mpango wa Mungu baada ya kuumba ulimwengu, Biblia inasema akasema, na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, ili aende awe mtawala, mmiliki wa kila alichokiumba. Hii inaonyesha wazi kwamba Mungu alimpa asili ya kifalme, asili ya kutawala, asili ya kumiliki. Na hii inamaanisha mwanadamu ana asili ya Mungu mwenyewe kiroho, kwa sababu mwanadamu umevaa mwili, lakini kiroho wewe asili yako ni Mungu, kwa sababu Mungu ni roho na wewe ni roho. Na kwa kusema hivi tunaona Mungu anasema tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu ili wakatawale, akimaanisha wazi kwamba uhusiano wa mwanadamu na Mungu uwe ni uhusiano ambao una mfanano. Anamuumba mwanadamu asiyekuwa na mashaka, anamleta mwanadamu asiyepapasa kiimani. Manaka anamleta mwanadamu ambaye ana muunganiko kiroho na Mungu wake. Na ninataka sasa nikulete kiroho manake nini? Tunaposoma Zaburi ya 8 mstari wa 4, hii inataka kutupa siri nyingine, kwamba Biblia inasema mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Ndugu msikilizaji wangu, nataka niseme na wewe neno hili, kwamba asili yako wewe ni roho, na roho yako inafanana na Mungu, na Mungu anakuonyesha hapa
kwamba mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie. Unaweza kuona, yaani Mungu anamkumbuka mwanadamu. Sasa anataka kufananishwa, ni kitu gani huyo hata akumbukwe? Wewe ni asili ya Mungu, na kama ni asili ya Mungu, Mungu anakukumbuka kwa sababu umepotea. Baada ya kupotea anakukumbuka, anatamani urudi. Na ndiyo maana anasema umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Umemtia taji ya utukufu na heshima. Naweza kuona heshima yako wewe sio ya hilizi, ni heshima ya kiungu ambayo Mungu amekuheshimisha katika mamlaka isiyo ya kawaida. Nisikilize, mwanadamu ana asili ya kifalme, hahitaji visaidizi. Ninapozungumza hahitaji visaidizi, yani Mungu amekuumba wewe, una mamlaka automatically. Una uwezo ambao huhitaji kuchanjwa chale, huhitaji kwenda kutafuta mganga sijui akuzindike, akuvalishe hilizi, akufanyie vitu fulani kwenye ofisi yako. Wewe mfanya kazi ambao unafanya kazi, wewe ambaye ni afisa katika cheo chako, katika heshima ulionayo. Maana watu wengi Mungu anapokuwa amewainua na kuwapa nafasi fulani fulani katika maisha, huwa wanaweza wakaona wanahitaji visaidizi. Yaani Mungu amekuumba unafanana naye, na amekupa umeneja kwenye hiyo kampuni, amekupa cheo katika hiyo nafasi ambayo unafanya, lakini bado unahitaji visaidizi. Wewe ni mfalme, una mamlaka ya kifalme katika maisha yako. Kwa hiyo ndio maana nasema, binasema kwamba Mungu anasema wewe ni kitu gani hata akukumbuke. Anasema wewe umefanana na Mungu. Nitakwambia kitu, kwa sababu Mungu anataka nikufunulie hapa ili upate kujitambua. Ninapozungumza habari za asili ya ufalme, nimesema huhitaji visaidizi. Maana kuna watu wanahitaji visaidizi. Hata wahubiri wengine leo wanahubiri mpaka wakupe kisaidizi. Yaani unapewa maji, unapewa mafuta, unapewa kitambaa, unauziwa nguvu za Mungu. Hii ni kitu ambacho Watanzania, hii ni hasara kubwa ambayo watu wengi wamepofushwa fahamu. Wanahisi Mungu anahitaji wasaidiwa na vitu, na hawataki kuamini asili yao, kwamba Mungu amekuumba kwa asili yake. Wewe unamfanana Mungu. Siku ya leo nataka nikufungue macho. Sikiliza nikwambie, mwanadamu amepewa kutawala kila kitu hapa duniani. Nataka nikupe siri kwamba mwanadamu amepewa kutawala kila kitu. Yaani umepewa kutawala vinavyoonekana kwa macho ya nyama. Inawezekana umefuga ng'ombe. Mungu amekupa heshima ya utajiri. Mungu amekupa kila alichokubariki nacho. Vile ulivyofanikiwa katika ulimwengu wa mwili vinavyoonekana vyote. Kwa sababu ninavyozungumza hivi ni kwamba mara nyingi mtu akiwa amefanikiwa, akiwa na vitu fulani fulani, anachanganyikiwa, anahisi anatafuta ulinzi wa vitu vyake. Mpaka ng'ombe watu wanatafuta uchawi wa kulinda mpaka ng'ombe. Yaani Mungu amekupa mali, amekupa ng'ombe, amekupa yani hizo mbuzi ulizonazo, na zenyewe mpaka unazilinda na vitu. Bahati mbaya sana, imenishangaza wafanyabiashara, hata muuza nyanya tu ndugu msikilizaji, hii inashangaza sana. Muuza nyanya mwenyewe bado anatumia visaidizi, anahilizi kwenye kopo la pesa. Mama mmoja nilimwona alikuwa anauza kihoteli mahali, akawa anatoa chenchi kwa watu kwenda kuchungulia kwenye kopo lake, zikamwagika zile pesa. Sasa kumbe mle ndani kuna hilizi ya kulindia mpaka pesa. Yaani unaweza ukaona ilivyo hasara mtu anapokuwa hajijui yeye ni nani. Unajua, kumjua Mungu ni faida. Wewe unafanana na Mungu mwanadamu. Mungu amekuumba kwa sura na mfano wake, na ametamani sana ujue hili. Hili jambo ni jambo la msingi. Wewe ni sura ya Mungu. Sio sura ya kuwa unaweweseka na wachawi, unajichanganya changanya, unaishi maisha ya kuogopa, maisha yenye hofu, maisha yasiyo na imani ndani. Inawezekana hata kusali unasali. Maana ukweli halisi ni kwamba inawezekana hata unakiri Mungu unaye, lakini ukweli maisha yako mwenyewe unayajua. Na Mungu anataka ujue hili. Nisikilize, vinavyoonekana viko chini yako. Na ndiyo maana neno linasema amekutawaza juu ya kazi ya mikono yake.
Dunia imeumbwa na Mungu, na Mungu ndiye anayejua siri ya uumbaji wa vitu vyake. Amekukabidhi wewe uvitawale, lakini baada ya kuvitawala unatawaliwa. Nitakwambia baadaye kidogo. Sikiliza, kuna viumbe vinavyoonekana na visivyoonekana. Sikiliza, Mungu amekupa vinavyoonekana, viko chini yako, lakini pia vipo visivyoonekana. Visivyoonekana wako malaika. Mungu amekupa wewe, una mamlaka juu ya vitu hivyo, lakini pia amekupa mamlaka kwenye ulimwengu wa roho tusiouona kwa macho. Maana kuna viumbe pia tusivyoviona kwa macho, vipo. Na nataka nikwambie vipo. Mimi kama mhubiri wa Injili, ninavyoangaliaga mapepo yanavyowatoka watu, ninapoombea watu wenye shida mbalimbali na baadaye wanaombewa, wanafunguliwa, huwa ninagundua kwamba kumbe mwanadamu amepungukiwa kitu kinaitwa mamlaka, yani uwezo wa kifalme ambao ni utu wa Mungu kukaa ndani yako. Manake Mungu anapokaa ndani yako hawezi kuchanganywa na mapepo. Wewe unapewa mamlaka ya kumiliki ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho una viumbe vinavyoonekana na visivyoonekana, lakini Mungu amekuamini. Ndiyo maana nataka ujue wewe unafanana na Mungu, na kama unafanana na Mungu, Mungu amekupa kutawala. Yeye tangiapo Mungu wetu ni mtawala. Yeye ni muumba wa vitu vyote, na alipoumba akatamani kutawala, akakuazima na wewe ufalme utawale. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize nikwambie, wewe ni mtawala, na Mungu anataka utawale dunia hii bila mashaka. Bahati mbaya unakuwa na mashaka. Nisikilize ninapozungumza maneno haya, unajua ni vizuri nikufafanulie mambo mazuri haya upate kuyaelewa. Kutoka Mungu muumba mbingu na nchi, katika cheo mwanadamu anafuata. Hili jambo ni la ajabu sana. Yaani katika vyeo, katika kuumba, unajua kuna malaika. Mungu ameumba malaika, ameumba kila unachokiona. Na nikushangaze kidogo, hata shetani unayemuhisi ni Mungu, unayemwabudu, unamtolea kafara kila mwaka, unaona wewe ndio kila kitu hapo. Tukikwambia okoka, unasema unajua mimi bwana nina Mungu wangu. Yaani ka Mungu kako ni ka shetani. Siku moja nahubiri mkutano pale Ukelewe, kijiji cha Kigala pale. Wakati nahubiri mkutano, mganga wa kienyeji akaja kwenye mkutano. Wakati nahubiri pale, yule mganga wa kienyeji akadhani zile nguvu alizonazo na za kwangu vinafanana. Sasa akashangaa mimi naombea kwa jina la Yesu na watu wanafunguliwa. Yule mganga akanifuata kule nilikokuwa nalala. Akaja pale akamuomba mwenyeji wangu, akasema ana shida na mhubiri. Sasa mimi nikamwona yule mama amekuja pale, ni mganga wa kienyeji, anatetemeka, amevaa vikanga vyake pale. Halafu akawa ananiambia, mchungaji, nimekuja uniombee. Na mimi nilivyomwangalia, Mungu akanishurutisha kujua kilichomo ndani yake. Ni kwamba alikuwa anatamani kunipima labda nina Mungu ama la. Sasa mimi nikaenda zaidi, nikamwambia, wewe sikiliza, umekuja hapa, Mungu ananishuhudia wewe ni mchawi. Nikamwambia kalete mpaka vitu livyo navyo kule nyumbani, ndipo nikikuombea hapa utafunguliwa. Nikamwambia kama nataka kupona ugonjwa wako, kalete vile vitu vyako, yani zile tunguli. Maana wengi siku za leo hata mkisali, kuna wengine mnatunza mpaka tunguli. Na ninajua hicho kitu kipo. Sasa sikiliza nikwambie, na kama bado unatunza hizo tunguli hazitakufikisha mbali. Maana wengi mmejisajili kwenda motoni tu. Mmejisajili kwenda motoni. Maana unapokuwa unamiliki tunguli, halafu na huku unachanganya unakuja na kwa Mungu, wewe una matatizo. Yani una matatizo, hutaki kumwamini Mungu. Umefunga lihilizi lako, unadhani uko salama. Yule mganga akaniambia, nimekuja maana na mimi ninamtumikia Mungu, naye mtumikia. Nikamwambia, Mungu wako anaitwa nani? Nilipomuuliza namna hiyo, yule mganga akaniambia, ni Mungu huyo huyo unayemhubiri wewe. Nikasema mtaje jina. Hapo ndio ilikuwa changamoto, msikilizaji. Yani namuuliza mtaje jina, akasema ni huyo huyo. Nikamwambia, sasa sikiliza, nakusaidia. Huyu ninayemhubiri mimi anaitwa Yesu. Wa kwako unayefikiri tunafanana naye ni yupi?
Akanyamaza kimya. Nikamwambia, sikiliza, wa kwako ni shetani na Mungu hajawahi kutuma mganga. Sasa msikilizaji, nikwambie, maana saa zingine unapokwenda hata kwa mganga anakuambia tuombe Mungu. Anaomba Mungu, anakudanganya, anakukabidhi kwa mashetani. Na wewe uliyechanja chale, nisikilize, yani wewe una maagano ya kwenda motoni moja kwa moja. Unamhitaji Yesu tu. Hivi injili nayo kuhubiri, kubali kubadilika tu. Maana Yesu anataka ujue we asili yako ni Mungu. Huhitaji chale, huhitaji hilizi, huhitaji kuchanjwa chale. Unahitaji tu kujua Yesu ni Bwana. Yule mganga akiwa anaendelea kutetemeka, akazidisha kutetemeka, akasema, ninaomba niombee, hali yangu ni mbaya, wewe niombee tu. Nikamwambia na mimi nikasikiliza, nikasema, sikiliza, bila kuleta tunguli mimi sikuombee. Navuta pozi hapo, uelewe mamlaka ya Mungu inapokuwa ndani ya mtu. Nikamwambia, usipoleta tunguli na mimi sikuombei. Alipoona nimeng'ang'ana kujua na tunguli, akasema, mbona mchungaji, hata zile tunguli nimezitoa kwa huyo Mungu. Ndugu zangu, tofautisheni imani. Ufalme wa Mungu hauchangamani na tunguli. Nakwambia kweli, ufalme wa Mungu hauchangamani na tunguli. Kama wewe unamiliki tunguli, lete tunguli tuzichome, au zipeleke kwa mchungaji wote aliyeokoka, anakuchomea tu hizo tunguli, yani hazina faida chochote. Basi nikiwa nimemkatalia kumwombea kwamba anamwambia alete tunguli, baadaye akaondoka. Sasa kilichofuata, sasa sikiliza, alidhani tunapimwa kirahisi. Siku iliyofuata asubuhi yake alinitumia nyoka yule mganga. Sasa mimi pale nilipokuwa nimelala, nimemwambia Mungu, zingira haya maeneo, unajua sisi tunaishi kifalme, yani ni raha kweli kumjua Yesu. Tunaishi kifalme, msikilizaji. Nikiwa nimemwomba Mungu siku wa manane, asubuhi tunaamka, nyoka ameganda kwenye mpaka wa eneo tunaloishi. Yani hakuingia kwenye eneo tunalokaa, ila akakauka pale mpakani. Halafu sasa amekufa pale, majirani wanamuona. Unajua ni kitu cha kushangaza. Yani manake tulimuua Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Yani Mungu alimkausha. Yani huyu Yesu naye mhubiri alimkausha nyoka wake. Nikahubiri mkutano wa injili mpaka nilipomaliza. Yule mganga ni kweli hakuzileta tunguli, lakini nataka nikwambie nyoka wake alikauka kwa sababu alitaka kunijaribu. Ukiokoka hurogeki, maana hata kupimwa hawezi kupimwa mganga akashinda au mchawi akashinda. Sikiliza nikwambie, naendelea na ujumbe, sio kwamba nimeuacha. Nataka nikuendelezee somo langu. Ni kwamba kutoka Mungu anayefuata kwa cheo ni mwanadamu. Sio shetani uliyemtukuza, sio mapepo unayoyategemea, sio nguvu za giza ulizozindika kwenye duka lako. Yani kutoka Mungu, nisikilize, kutoka Mungu anayefuata ni mwanadamu katika cheo. Yani cheo sio malaika, sio kiumbe kingine. Wengine wanasayansi na wanahistoria, wengine wanataka kutuletea mauzauza. Mwanadamu aligeuka kutoka sokwe, sijui mpaka kawa nini. Sikiliza, hakuna cha sokwe. Sisi tunafanana na Mungu. Yani Mungu ametuumba kwa mfano wake na kwa sura yake, na Mungu ametuamini. Nisikilize, kutoka Mungu anafuata mwanadamu. Yani asili yako ni Mungu mwenyewe. Kubali kumpa Yesu maisha. Kubali kumpa Yesu maisha. Maana kutoka Mungu kwenye cheo cha mbinguni kule, wewe kama ungetaka kujua mbinguni cheo cha pili ni nani, anayefuata ni mwanadamu. Ndio maana umeumbwa ukapewa dunia hili litawale. Utembee huku na kule, utembee kifua mbele. Hata kama mkutane na nazi wameloga usiku, lipige teke linazi lile, we pita tu, kwa sababu yani Mungu amekuumba kwa mfano wake. Wamewanga usiku, wameweka makuku yao hapo na manyoya, wamesoma madua na nini. Usiogope, maana wewe umeumbwa na Mungu. Wewe ni sura ya Mungu. Mungu amekuumba kwa sura yake na kwa mfano wake. Nisikilize, unajua ninapozungumza habari hizi, nataka nikueleweshe ndugu zangu mpendwa, ni kwamba Mungu amekuumba katika cheo, anayefuata ni mwanadamu kama nilivyosema. Lakini pia mwanadamu mwenye asili yake, tunasema hivi kwamba mwanadamu anayefuata ni mwanadamu mwenye asili yake. Lakini sasa, yani hatua ya tatu kabisa,
ni malaika sasa. Yaani unapotoka Mungu muumba mbingu na nchi, anayefuata mwanadamu, alafu anayefuata ni malaika. Unaweza ukaona cheo chako ni cha juu sana. Kutoka Mungu unafuata wewe. Nini kinatatiza maisha yako usimwamini huyu Yesu na ukabadilishwa ukazaliwa mara ya pili? Changamoto kubwa inayokabili dunia ni dhambi. Maana dhambi ndiyo iliyopofusha moyo na utu wa mwanadamu. Utu wa mwanadamu umetekwa. Utu wa mwanadamu tangu dhambi ya Adamu alipoitenda, alipoasi mwanadamu, alipokubali kumpa nafasi shetani akamdanganya pale, wakatekwa, mwanamke na mwanaume wote wakatekwa. Nisikilize, dhambi iliwapofusha, wakashindwa kushikamana na Mungu, na Mungu akawatoa kwenye bustani. Na kwenye bustani pale, manake walikuwa wanatoka kwenye uwepo wa Mungu. Manake Mungu akawatoa kwenye uwepo wake. Mwanadamu akajikuta sasa anatafutiza msaada ili aweze kuishi, labda ndio atapata usalama wake. Lakini nataka nikwambie jambo, kwamba dhambi ndio iliyopofusha, na dhambi ilipopofusha mwanadamu imegeuka. Unajua maisha ya mwanadamu, ile dhambi ile alipoifanya dhambi mwanadamu, na hata wewe unaendelea kutenda dhambi, na kichaka chako ni kujivunia kwamba huyu Mungu angekuepo si angetuua tu wote. Na wengine mpaka mnajidanganya, kwani jehanamu ipo? Huu ni uongo tu wa watu, wanatunga tu. Yaani shetani amekupofusha macho kiasi kwamba hata unaposikia injili unaona kama vile watu wanaigiza, wanatudanganya. Sasa niko hapa nikwambie ukweli kwamba dhambi imekupofusha macho, umefunga mpaka moyo wako na umetekwa. Nisikilize, dhambi imegeuza maisha ya wanadamu kuwa watumwa wa kiumbe aitwaye Ibilisi. Yaani unapotenda matendo ya uovu, wewe ni mtumwa wa Ibilisi. Na ninarudia kwa herufi kubwa, yaani wewe ni mtumwa wa Ibilisi. Maana kuna wengine hapa nyinyi kazi yenu mnauza mili. Mungu amekuumba vizuri, unauza mwili. Unaishi maisha ya kutumikishwa na adui. Badala ya kulala usiku unaenda kuwawangia wenzako. Badala ya kufanya biashara za halali unafanya biashara za magendo. Badala ya kufanya kazi za mikono wewe ni mwizi. Yaani unaiba ili upate pesa zisizokuwa za halali. Na hayo maisha Mungu alishayahukumia adhabu. Nisikilize, umekuwa mtumwa wa Ibilisi. Ukipewa kaajira kidogo tu, uaminifu haupo, mpaka ule ganji, mpaka uibe mali za bosi. Umepewa tu kusimamia nyumba, wewe ni mfanyakazi tu pale, unasimamia ujenzi, unaiba simenti za watu, unaiba rangi, unauza fundi. Ukienda kujenga kwa mtu, mpaka uibe kasumenti, mpaka ufanye vitu vya ajabu ajabu. Yaani umekuwa mtumwa wa Ibilisi. Hauamini kama Mungu amekuumba uvitawale vitu vya dunia hii kihalali, kwamba ufanye kazi za halali ili upate maisha yako hapa duniani. Ndugu msikilizaji, Mungu ananituma nikuonye pale ulipo. Na hiyo tabia ameipanda shetani, na amekupa wazo la ujanja. Najua mtangazaji, niseme mwanadamu amepofushwa, na upofu huu umemfanya na kuwa mtumwa. Hivyo ndio maana unaiba simenti. Mimi nakwambia kweli, tumeona watu wa namna hiyo. Tena wanaenda anaiba simenti inayouzwa 24,000, 19,000, 1000 sijui 20 ngapi, alafu anaenda kuuza 10,000. Unauza 10,000 simenti, unauza vitu vya dukani, umeajiriwa tu, unaiba na vitu vya yule bosi, mpaka bosi hana amani. Ila kwa sababu tu ana mali nyingi, ni kwa sababu tu haoni. Si unaona ulivyotekwa? Mwanadamu ametekwa. Anatembea kwenye kifungo, na umejenga nyumba sio ya halali. Yaani ulipokuwa injinia, wewe ni injinia. Najua naongea na injinia hapa. Kuna mtu wewe ni injinia. Wewe umelipwa milioni miangapi zile zote ulizolipwa, lakini ukweli halisi, kwa sababu wewe ni mtumwa wa Ibilisi, shetani alikudanganya.
umejenga ile gorofa na umejenga na nyumba yako kwa njia ya wizi. Wizi, utapeli huo. Manake we ni mtumwa. Alafu unashangaa, unajua, sikiliza. Shetani anapokuwa amekuweka kuwa mtumwa, unaweza ukatajirika, ukapata mali zako nzuri, sawa, lakini unamkataa Yesu. Maisha ambayo unaishi ni maisha ambayo ni ya kitumwa tu. Huo utumwa ambao wewe unaupitia huo, na siku ya mwisho unashangaa. Unajua, nisikilize. Unajua, kuna wakati huwa tunahudhuriaga hata misiba. Unaenda msibani pale kwa tajiri kwa sababu ya heshima zake na kamziki wamemwekea pale, ameenda mbinguni. Halafu mnaimbaga parapanda Italia. Parapanda Italia, wafu watafufuka, jambazi, mwizi, tapeli, yani uaminiki yani. Nisikilize, unapotea hivi. Ni kweli unatafuta heshima ya ulimwengu ambayo unamiliki vitu kupitia shetani, lakini mwisho wa siku maisha yako hauna mbingu. Siku ya leo na kushauri, elewa, hauna mbingu katika nafasi ulionayo. Kwa hiyo Ibilisi ameteka wengi, na ameteka wengi wana kiburi, wanalingia uzuri, wanalingia thamani ya mavazi, wanalingia elimu zao, wanalingia maisha walionayo, wanajiona wamefika. Hujafika ndugu, hujafika. Na nataka nikwambie, kuzaliwa mara ya pili ni kuirudia thamani ya uungu. Ninapozungumza kuzaliwa mara ya pili, nazungumzia unairudia thamani ya uungu. Thamani ambayo ulikuwa umeipoteza, unarudi kuwa kwenye thamani ya uaminifu. Unarudi kwenye thamani ya kutembea na Mungu. Unarudi kwenye thamani ya kuwa na sura ya Mungu. Na ndiyo maana unasikia kuzaliwa mara ya pili anasema ni kukubali kumpokea Yesu ili ufanyike mtoto wake. Unajua, kule kupotoka kumekufanya umekuwa mtumwa. Sasa maandiko anasema hivi katika ile Yohana 1:12, anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Unapomwamini Yesu unafanyika mtoto wa Mungu. Sikiliza, mtoto wa simba ni simba, mtoto wa panya ni panya. Aya, hii ni raha. Sasa wewe unapompokea Yesu unafanyika mtoto wa Mungu. Manake unairudia sura ya utu wako iliyokuwa imepotea. Mungu anarejea katika utukufu na anakurejeza, unakuwa ni mtu mkuu. Unapokea badiliko lisilokuwa la kawaida. Nisikilize ndugu yangu msikilizaji, kumpokea Yesu ni afya. Manake unafanyika mtoto wa Mungu. Na maandiko yanasema, Yesu anataka kutufundisha hapa kwamba Yesu ndiye njia ya kiroho inayotuongoza kwenye uzima wa sasa na ule ujao. Unapompokea Yesu unafanyika mtoto wa Mungu, na Yesu anakuwa kiongozi wa moyo wako. Manake unapata uzima wa sasa, maisha ya hapa duniani. Unakuwa ni mtu ambaye unamtegemea Mungu, unaishi maisha yaliyo salama, maisha yasiyo na shida. Nisikilize, napoelekea kumalizia kipindi changu sababu ya muda mchache, ikikupendeza support kipindi hiki nipate walau lisali moja, na ukijisikia vizuri basi nitie moyo, tuma sadaka yako angalau ya kuweza kusupport kipindi hiki. Napomalizia kipindi hiki, na wengi mnanipigia simu na mnatuma message, natamani niwe nawasikiliza 2 3, lakini kwa sababu ya muda mchache nashindwa. Lakini nataka nimalize kwa kusema kwamba elewa jambo hili kwamba mpe Yesu maisha mpendwa. Kubali kubadilika, kubali kutengeneza na Mungu, kubali kuirudia asili yako. Wewe ni kiumbe bora kuliko viumbe vyote, hufananishwi na kiumbe chochote katika ulimwengu wa sasa. Hebu fumba macho yako pale ulipo niweze kuhitimisha kipindi cha leo. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye Baba amenisikiliza kipindi hiki leo. Ninamweka mikononi mwako Mfalme. Asante kwa ajili ya sauti hii aliyoisikia. Ninajua Mungu we Bwana ni mwaminifu. Baba, mtetee ndugu huyu. Baba, mponye ndugu huyu. Baba, fungua ufahamu wake. Baba, rejesha asili yake iliyokuwa imepotea katika jina la Yesu. Neema yako imfunike Jehova. Ninajisikia nikuombee msikilizaji, wewe ambaye umeshika hiyo redio na unataka kumpa Yesu maisha. Jambo hili ni jambo nyeti. Kumpa Yesu maisha hakuhitaji gharama. Kubali kusali pamoja nami sala hii ili uweze kuwa salama kwa ajili ya ufalme wake. Hebu sema, Bwana Yesu, niko mbele zako, natubu dhambi zangu,
kwa kumaanisha kuziacha na kupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Katika jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Amen. Ndugu msikilizaji, kwa sababu ya kipindi kifupi, ninapenda tu nikushauri kwamba jina langu naitwa Emmanuel Luanja. Niko kanisa la TAG Pasiansi ya Juu. Tuko pale Pasiansi. Ukifika pale tunakukaribisha kwa ushauri na maombezi tunafanya, na Mungu anawaponya watu. Naona Mungu akishangaza, wengi wanakuja wana shida zao na Mungu anawaponya sana. Tuko pale karibu na shule ya sekondari ya Sunrise TAG. Ukifika pale ukiuliza utatupata pale. Namba zangu za simu nisiache kukutajia, bado ni zile zile, sijabadilisha. 0765166174. Labda nirudie kwa faida, ni 0765166174. Ndugu msikilizaji, wale ambao wanajisikia kuabudu na sisi pale kanisani na unajisikia ufike kwetu, ratiba zetu za ibada zipo kama ifuatavyo. Siku ya Jumatano saa 10 mpaka saa 12 ni siku ya mafundisho. Tunafundisha kwa kina mambo haya watu wapate kuelewa. Lakini pia siku ya Ijumaa tunakuwa ni siku ya maombi na maombezi kwenye shida mbalimbali. Kuanzia ile saa 10 mpaka saa 12 tunakuwa pale kanisani. Bure kabisa. Mimi nataka nikwambie kitu, bure bure bure. Na nilikwambia nitakuwa naleta na shuhuda chache za wale watu ambao wanafunguliwa, na ukija nitakuonyesha watu fulani, kwa sababu Mungu nimemwona akiponya watu. Tulikuwa na wageni kutoka Sengerema waliosikiliza vipindi vya redio. Mungu amewaponya na walikuja pale kanisani wengine, na tunao wanaendelea kuwa na sisi. Na ninataka tu niseme tu kwamba Jumapili ibada zetu zinaanza saa 2:30. Tunaanza na maombi. Saa 3 kamili tunakuwa na kipindi cha maandiko na wanafunzi, yani manake shule ya wanafunzi. Tunakuwa pale manake sisi wote ni wanafunzi wa Yesu. Tunakuwa na masomo yanaanza mpaka saa 4, na kuanzia saa 4 mpaka saa 7 ibada yetu inaisha. Tuna ibada tu hiyo moja kuu ambayo tunaifanya. Nikukaribishe sana ndugu msikilizaji, tutafurahi tukikusikia unakuja tukuhudumie. Mungu akubariki. Tukutane wiki ijayo. Kwaherini. What?